Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndio mkulima. Mungu ndio mkulima na sisi ndio shamba la Mungu. Sisi ndio shamba la Mungu. Mstari wa 2 anasema kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kila tawi lisilozaa Mungu anafanyaje? Analiondoa. Na lile ambalo linazaa Mungu anasema anazidi kulitengenezea mazingira ili lizidi kumpa nini? Kumpa faida, au ili lizidi kumzalia matunda. Na ndio maana akaniletea ile picha sasa ya mti kuanguka. Yapo maneno mengi sana Biblia anasema mtu usiozaa hauna faida ya kukaa kwenye hilo shamba, kwa sababu kwanza unaharibu hata hilo ardhi. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo neno la Mungu linasema kuwa kila tawi lisilozaa Mungu analiondoa, kwa sababu linaharibu mazingira, linazidi kuchafua mazingira. Badala ya kuleta faida linaleta hasara. Na lile ambalo linazaa Mungu anazidi kulisafisha, kulimwagilia maji, kuliwekea mbolea ili lizidi kumpa faida. Ndivyo ilivyo hata leo hii kwa watumishi wa Mungu. Ukisimama katika nafasi yako, Mungu anazidi kukutengeneza, anazidi kukutoa kwenye hatua moja kukuingiza kwenye hatua nyingine. Kwa sababu gani? Unazalia matunda. Mstari wa 3 neno la Mungu linasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Ana maana gani basi? Sisi kama ni matawi na kama tunampa Mungu faida, sisi tunakuwa safi, tunakuwa huru, tunakuwa na furaha. Kwa sababu gani? Mungu anazidi kukupa amani na furaha, kwa sababu tu umefanya sawa sawa na vile anavyokuamuru kufanya. Ndio maana anasema ninyi mmekuwa safi kwa sababu mmeshika neno langu. Unapofanya sawa sawa na mapenzi ya Mungu, Mungu anakuhesabia uko safi. Yaani huna hatia ya aina yoyote. Lakini leo hii tuna shida ndani ya kanisa la Mungu. Tuna shida, tunaangaliana eti sisi kwa sisi. Eti mwingine kwa sababu hajafanya mimi sifanyi. Hiyo ni upungufu wa imani. Ukimwona mtu anasema kwa sababu fulani hajafanya mimi sifanyi. Kwani unafanya kwa niaba ya mtu fulani? Si unafanya kwa ajili ya faida yako?
Sasa kuna haja gani ya kukata tamaa? Kuna haja gani ya kusema mimi kwa sababu fulani hajafanya mimi sifanye? Hiyo ni shida. Huyo mtu kwa namna hiyo yule anahitaji maombi, anahitaji msaada. Yaani ukimwona mtu ndani ya kanisa la Mungu anafanya huduma, alafu baadaye anasema mimi acha kwanza nisimame, huyo mtu ana shida, anahitaji msaada. Mungu anasema wanitafuta kwa bidii wataniona. Sasa wewe ukiacha kufanya kwa sababu fulani hajafanya, hivi hapo unaongeza bidii au unapunguza bidii? Ndio maana anasema mtu wa namna hiyo anahitaji msaada wako, muombee. Yaani mimi leo hii nipo hatua ya kwanza, alafu niseme kwa sababu fulani hajafanya, acha nirudi nyuma. Hivi inaingia akilini hata kwa mtazamo wa kibinadamu. Unajua huyo mtu ana shida. Kwa hiyo neno la Mungu linasema kuwa kwa sababu mmelisikia neno langu mmekuwa safi. Yaani kwa sababu ile huduma ambayo Mungu ameiweka ndani mwangu ninaifanya sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mungu anasema umekuwa safi. Sasa hapo anaposema umekuwa safi, anataka kuona unaongeza bidii tena, sio kurudi nyuma. Hivi ukirudi nyuma jamani, sijui hata nisemee. Yaani Biblia jamani imetuwekea kila kitu wazi. Yaani haijaficha kitu. Anasema kwa sababu umelisikia neno langu umekuwa safi. Yaani kwa sababu ile huduma, ile karama niliyoweka ndani mwako unaitendea kazi sawa sawa na mapenzi yangu, basi wewe umekuwa safi mbele zangu. Lazima uwe na furaha ndani mwako. Mungu akisha kuhesabia haki, lazima uwe na amani, kwa sababu unajua kabisa kwa kumbe hiki ninachokifanya kimepata kibali mbele za Mungu. Mbele za Mungu, Mungu anajivunia kuwa huyu wewe mtumishi wangu unamzalia matunda. Ndio maana anasema tawi lisilozaa uliondoa, lile ambalo linazaa mimi Mungu naendelea kulisafisha ili lizidi kuzaa siku hadi siku. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa wale ambao wamechelewa, Biblia letu kumzalia matunda. Huko kwenye Injili ya Yohana sura ya 15. Leo tutajikita kwenye hiki kitabu moja tu. Tutaangalia kadri Mungu mwenyewe atakavyotuongoza. Lakini Mungu amenipa hiki kitabu kwa maana kubwa, kina maneno mchungu mzima. Mstari wa 4 anasema hivi: kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Anasema kaeni ndani yangu. Kama vile mnavyoona tawi, mfano mzuri hapa, Mungu ametubariki kwenye eneo letu. Tuna miti hapo nje. Ukiangalia ule mti pale umesimama, juu kuna matawi, na yale matawi yanategemea nguvu kutoka kwenye ule mti. Na yale matawi peke yake hayawezi kuzaa kama ule mti usiyekuwepo, na hata yale matawi yasingekuwepo juu ya ule mti. Lakini kwa sababu ule mti upo, ndio maana umesababisha yale matawi. Na yale matawi sasa kazi yake ni kuzaa matunda.
Ndio maana sasa Mungu anasema kaeni ndani yangu. Akasema akaweka kila kitu wazi, wewe anajielezea, anajitosheleza yenyewe. Anasema kama vile tawi lisipokaa juu ya mti haiwezi kuzaa matunda. Ndivyo hivyo hata kwetu sisi watoto wa Mungu, kama tusipoingia moja kwa moja, kama tusipokaa moja kwa moja kwa Mungu wetu, hatuwezi kuona matokeo, hatuwezi kumdhihirisha Mungu katika huduma zetu, hatuwezi. Mungu atusaidie sana. Leo hii Mungu akiniangalia kanisa lake anahuzunika sana, anasikitika, kwa sababu watu wako ndani ya kanisa wanasema sisi ni watumishi wa Mungu, lakini wanamwendea Mungu kwa mazoea. Huo sio mpango wa Mungu, sio kusudi la Mungu. Mungu wetu azoeleke. Ndio maana Waebrania sura ya 13 mstari wa 8 neno Mungu anasema Yesu Kristo ndiye yule jana, leo na hata milele. Mungu wetu habadiliki, na hata kama habadiliki, sisi wanadamu ndio tunaofanya Mungu kama vile anabadilika, lakini Mungu habadiliki. Yule aliyekuwa anaabudiwa na watendaji huyu Mungu tunayemwabudu asubuhi ya leo, yule aliyekuwa anaabudiwa na Elia ndio huyu tunayemwabudu asubuhi ya leo. Bali sisi wenyewe ndio tunaoona kama Mungu aliwatumia wale, leo hii hawezi kutumia sisi. Mungu wetu ni yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tunda lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Tutakapokaa ndani ya huyu Mungu wetu, ndipo tutakapomzalia Mungu matunda. Lakini tukiwa nje ya Mungu wetu, hatuwezi kumzalia Mungu matunda. Ndio maana akatoa mifano ya matawi. Nitangulia kusema kwa hilo tawi hapo ukilikata chini pale inakuwa uchafu. Hata kama lilikuwa linazaa matunda kama nini, chini inakuwa uchafu. Kwa sababu gani? Linanyauka au linakauka, litatumika kwa matumizi mengine, aidha lichome moto, au kama linafaa kupakuli likaleta faida nyingine jikoni. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Tukikaa ndani ya Yesu, hakika lazima tumzalie Mungu matunda. Nimetangulia kusema kuwa zile huduma, karamu, vipawa ambavyo Mungu ameviweka ndani ya mioyo yetu, ndivyo Mungu anavyotazamia kwetu sisi kumzalia Mungu matunda. Haijalishi Mungu ameweka huduma gani ndani mwako. Ndio maana sisi tukafananishwa na viungo katika mwili wa Kristo. Mkono huu hauwezi kuambia mdomo, mimi sina haja na wewe. Mguu hauwezi kuliambia jicho, mimi sina haja na wewe. Na pua hivyo hivyo haiwezi kuliambia sikio, mimi sina haja na wewe.
Kwa sababu gani? Hivi vitu ni viungo katika mwili huu mmoja. Kama Mungu ameweka huduma ya kufagia ndani mwako kanisa, simama kwa uaminifu. Hiyo huduma unayoifanya ya kufagia kanisa, unamzalia Mungu nini? Matunda. Kama Mungu ameweka huduma ya uinjilisti ndani mwako, bila fanya sawa sana vile Mungu atakavyo kuongoza, hapo unamzalia Mungu matunda. Kama Mungu ameweka huduma ya maombezi ndani mwako, omba kwa uaminifu, hapo ndipo Mungu unamzalia Mungu nini? Matunda. Kwa hiyo ndio maana Mungu anasema kila kiungo kina kazi yake ndani ya mwili wa Kristo. Inaruhusiwa ndio kitu. Kwa hiyo usijidharau, usijione wewe sio kitu. Tena maandiko sehemu nyingine tukafananishwa na vyombo. Anasema ndani ya nyumba vipo vyombo vya udongo tu. Vipo vya kila design, vipo vya plastiki, vipo vya chuma, vipo vya... Kwa sababu gani? Yaani hiyo ni mfano tu ambao Mungu anasema na sisi. Hata anaposema kuwa kaeni ndani yangu nami ndani yenu, anasema kama tawi lisivyoweza kuzaa bila kuwa juu ya mzabibu. Ndio maana mwanzoni kwa kwenye mstari wa kwanza Bwana Yesu anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Bwana Yesu ndiye mzabibu mwenyewe na Mungu wetu ndio mkulima. Nikatangulia kusema kwa sisi ni shamba la Mungu, na nikatoa mifano halisi jinsi mkulima anavyoanza kuandaa shamba, anavyoanza kupandikiza mbegu, anavyoendelea kuzimwagilia zile mbegu mpaka kisha zimemzalia nini? Zimemzalia matunda. Ndivyo ilivyo hata kwa Mungu wetu, ndivyo hivyo. Mstari wa 5 anasema hivi, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyu huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Ukiyasoma yamejitosheleza yenyewe. Anasema sisi tukikaa ndani ya Yesu na maneno yake yakikaa ndani yetu, lolote utakaloliomba atalifanya. Hasa shida kubwa sisi watoto wa Mungu, tunampa Mungu nafasi ndani ya mioyo yetu. Yaani tunamtumikia Mungu lakini hatuna uhakika kwa hiyo Mungu wetu kwa yeye ana uwezo wa kufanya kila jambo tunalolitaka. Kila kitu tunachokihitaji. Anasema kwa sababu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote linalomhusu Mungu kama yeye mwenyewe hatunampa nafasi, au kama yeye mwenyewe hajachukua nafasi ndani ya mioyo yetu. Hatuwezi. Na ni kweli, huduma yoyote ambayo Mungu ameweka ndani mwako, kwa nguvu zako wewe huwezi. Na ndio maana nikatangulia kusema kuwa ukiona mtu anasema kuwa mimi sasa nataka nini, simame kwanza. Huyu mtu ana shida, anahitaji msaada. Mungu anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayefanyaje? Atakayeokoka. Sasa utasemaje kwa eti acha nisimame kwanza? Au mwaka huu nimtumikie Mungu kwa viwango hivi, alafu mwakani nimtumikie Mungu kwa viwango. Yaani inatakiwa vile nilivyomtumikia Mungu leo, kesho niongeze bidii zaidi ya hivi nilivyomtumikia leo.
sio eti nipunguze spidi. Inajua hivi ninavyomtumikia Mungu leo, kesho nimtumikie zaidi ya hivi ninavyomtumikia leo, kwa sababu ya leo imefanyaje? Imepita. Mungu atusaidie sana. Kwa wale ambao wamechelewa, tunajifunza kumzalia Mungu matunda. Bwana Yesu anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mstari wa 6 anasema hivi, mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketee. Nimetangulia kusema kuwa hilo tawi linakuwa na nguvu kwa sababu liko juu ya mzabibu au liko juu ya mti, na kwa sababu liko juu ya mti ndio maana linafanyaje? Ndio maana lina nguvu, lakini likishatoka kwenye huo mti halina nguvu tena, linakuwa mchafu, inabidi kusanywa likatiwe moto, likachoma moto. Ndio maana ya andiko hili anasema kila tawi lisilozaa Mungu analikata. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Mungu asiye akatukata. Ukikatwa na Mungu isawezi utakuwa mtu Mungu atusaidie sana. Nimetakulia kusema kwa kila mmoja wetu hapa Mungu ameweka huduma ndani mwake. Haijalishi ni huduma gani Mungu ambaye ameweka ndani mwako. Naumia sana napoona watu wanakuja kanisani, wanaingia na kutoka, hajishughulishi na kitu chochote. Yeye kazi yake ni kuja ibadani na kuondoka. Sasa nakuwa na maswali ya kujiuliza, hivi Mungu huyo anamuokoa tu na kuondoka? Kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani mwako. Ndio maana akatoa mifano ya talanta. Mwingine amepewa 2, mwingine amepewa 1, mwingine amepewa 5. Kadri ya uwezo wako Mungu hawezi kukupa mzigo ambao wewe huwezi kuufanyia kuubeba. Hawezi kukupa huduma wewe ambayo huwezi kuizalia matunda. Sema kuwa sisi tunatofautiana. Mungu alichokiweka ndani mwangu mimi sicho alichokiweka kwako wewe. Ndio maana sasa akatupa mfano wa talanta au wa karamu au wa huduma. Wewe kama ni mwimbaji, usimama kwa uaminifu katika nafasi yako. Hiyo Mungu utamzalia matunda. Sijui hata nisemeje. Yaani nasikia kabisa Roho Mtakatifu anakuwa ndani mwangu. Napoona watu Mungu wameweka huduma ya uimbaji ndani mwao, alafu nawakuta wamekaa tu kwenye viti. Yaani hawajishughulishi chochote wala wanaona. Kumbe hiyo ni huduma. Najua sisi hata sijui nisemeje. Yaani kwenye wenzetu waliojua ile siri, sisi tunaona mtu mcha Mungu kwa njia ya uimbaji tu kwa uaminifu, Mungu huyo anambariki mpaka anakuwa tajiri. Alafu kuna mtu ambaye yuko ndani ya kanisa Mungu ameweka ndani mwake
hiyo huduma anaichezea. Mungu akiangalia, ndio maana nikatangulia kusema kwa nini Mungu akiangalia kanisa lake leo hii anasikitika tu pale alipo. Anakuonea huruma. Yaani hatuelewi. Ni kama vile unavyoona mtoto, mzazi ana mtoto. Anajua kabisa mtoto huyu ana uwezo wa kufanya kitu fulani kikamletea nini? Faida. Halafu mzazi anamuona yule mtoto wala hana habari. Yeye yupo tu. Unafikiria yule mzazi anapata furaha kwa yule mtoto? Hawezi kuwa na furaha kwa yule mtoto. Kwa sababu anajua kabisa kwa huyu mtoto angesimama katika nafasi yake vizuri, angepata faida, angemnufaisha hata mimi. Lakini wapo watu ndani ya kanisa, Mungu ameweka huduma ya uimbaji ndani mwao. Halafu hao yaani kama vile waliona huduma gani? Basi chukua, nenda mtaani ukahubiri kwenye mwezi. Lakini Mungu ameweka huduma ya uimbaji. Hiyo huduma nayo ya uimbaji itendee kazi hasa wapi na wapi. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Tunajifunza habari ya kumzalia Mungu matunda. Kila mmoja wetu hapa Mungu amempa huduma, ameweka karama, ameweka vipawa ndani mwetu. Mungu anataka aone tunamletea faida kupitia hizo huduma ambazo Mungu ameziweka ndani mwetu, hizo karama ambazo Mungu ameziweka ndani mwetu. Ndio maana ukisoma ile Mathayo sura ya 25 inazungumzia habari za wale watu ambao wamepewa talanta. Yule aliyepewa moja akaenda kuifukia chini. Yaani amepewa huduma moja tu, amekaa naye kwenye kiti. Kuna mwenzake ambaye amepewa huduma 2, akazitendea kazi zote kwa uaminifu, zikamletea Mungu nini? Faida. Na kuna mwingine akapewa 5, akazitendea kazi zote 5 kwa uaminifu, zikamletea Mungu nini? Faida. Hasa Bwana wao sasa aliyowapa zile talanta anarudi sasa kutafuta faida kwao. Yule aliyetoa 2 akamwambia, Bwana, nashukuru ulinipa talanta 2, angalia nimepata faida nyingine, nimezalisha 2 nyingine. Akamwambia, mtumwa mwaminifu wewe, ulikuwa mwaminifu katika yaliyo madogo, nitakufanya kuwa mwaminifu katika yaliyo makubwa. Yule aliyekuwa amepewa 5 hivyo hivyo, yule aliyepewa 1 anakuja anamwambia, Bwana, mimi najua wewe unafunga ambapo mahali ambapo umefanya. Yaani cha kusikitisha. Bwana, kama ungekuwa unajua hivyo, kwa nini pale wakati ukabidhi talanta usiniambie, Bwana, mimi sina haja ya hiyo talanta yako, mpe mtu mwingine kuliko umeichukua halafu ukaenda kuichilia kwenye ardhi. Mungu akasikitika kwa sababu amepata hasara. Hivyo hivyo hata leo hii ndani ya kanisa Mungu, wewe ile huduma ambayo Mungu ameweka ndani mwako uitendee kazi sawa na vile anavyotaka. Mungu anasikitika kama nilivyotangulia kusema. Mungu atusaidie sana. Ndio tunaona nao sio rafiki, yaani ndio anasema unaona kama ni dakika 10. Mstari wa 6 anasema hivi. Mstari wa 7 anasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Yaani sisi tukikaa ndani ya Yesu na maneno yake yakikaa ndani mwetu, sijui ni kitu gani ambacho tunakihitaji alafu Mungu asifanyie. Anasema ombeni neno lolote nanyi mtatendewa. Lakini pale tu tutakapotembea katika mapenzi yake,
tutakapofanya sawa sawa na mapenzi yake. Kwa wale waliochelewa, tunajifunza habari ya kumzalia Mungu matunda. Ndio tunaona kimbia sana. Anasema mstari wa 8, anasema hivyo utukufu wa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nami mtakuwa wanafunzi wangu. Pale tunapomzalia Mungu matunda, anasema Mungu wetu anatukuzwa. Sinaona tu hata waimbaji, ndio mfano tu wa waimbaji ambao Mungu ameinua, wanapomtukuza Mungu katika roho na kweli, watu wanamtukuza Mungu kupitia huduma hizo ambazo Mungu ameziweka ndani ya hao watumishi wake, kwa sababu wao wanabarikiwa kupitia hizo huduma ambazo Mungu ameziweka ndani mwako. Kwa hiyo unapopewa huduma na Mungu alafu ukaifanyia kazi sawa sawa na mapenzi ya Mungu, Mungu anatukuzwa kupitia hiyo huduma. Mungu atusaidie sana. Lakini kama Mungu anaweka huduma ndani mwako alafu wewe unitendee kazi, Mungu anasikitika. Anaona kwanza anaiondoa, anampa mtu mwingine ambaye yuko tayari kumzalia Mungu matunda, kumletea Mungu faida. Ndio maana akatoa mfano wa mzabibu. Mzabibu sisi ni matawi. Kama tutakuwa nje ya huo mzabibu, hatuwezi kuhesabiwa haki kwenye huo mzabibu, au hatuwezi kuwa kwenye huo mzabibu. Sisi tutakuwa tumetupwa nje ya huo mzabibu. Mstari wa 9 anasema hivi: kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Bwana Yesu anasema kama vile Baba alivyonipenda mimi, na mimi nilivyompenda yeye. Anasema kaeni. Tukikaa ndani ya Yesu, ni hakika tutamzalia Mungu matunda, tutamletea Mungu faida, kwa sababu Mungu yeye ndio mkulima. Bwana Yesu ni mzabibu wa kweli, sisi ndio matawi. Na sasa sisi kama ndio matawi, Mungu anataka kuona sasa tunamzalia matunda. Tena hayo matunda yetu yapate kukaa, sio tuzalie tu matunda alafu upepo unakuja yote yanadondoka chini ya nje. Nimetoa mfano wa eneo letu, Mungu ametubariki, tuna miti ya maembe. Kipindi cha kuzaa hiyo miembe inazaa sana, lakini pamoja na kuzaa kwake, upepo unakuja unaangusha yale matunda yote kabla ya nini? Ya wakati wake. Sasa hiyo ni mfano kwetu sisi kama watoto wa Mungu. Nimetangulia kusema kuwa mtu mwaka huu anamtumikia Mungu kwa nguvu zake zote, halafu mwakani anasema mimi hapa, acha nipumzike kwanza. Sasa nikasema mtu wa namna hiyo anahitaji msaada, na ndio maana nikazungumza kuwa kadri mimi ninavyomtumikia Mungu leo, nilitoa kesho niongeze bidii zaidi ya hivi nilivyomtumikia Mungu leo, ili nitoke kwenye hatua moja niingie kwenye hatua nyingine. Lakini nikisema eti kwa sababu leo nimemtumikia Mungu kwa nguvu,
kesho niregeze, itakuwa sijitendei haki mimi kama mimi, na itakuwa najipunguzia spidi yangu ya kumtafuta nani? Ya kumtafuta Mungu. Na ndio maana Mungu anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Yaani sisi watoto wa Mungu inatakiwa kila siku, na ndio maana maandiko yanasema kila mwenye matumaini yake na afanyeje? Ajitakase. Kwa nini Mungu aseme kila mwenye matumaini yake ajitakase? Yaani kila wakati. Na ndio maana kila wakati asubuhi unapoamka unamshukuru Mungu, unajitakasa mbele za Mungu. Mchana ukipata nafasi unamshukuru Mungu, unajitakasa mbele za Mungu. Kwa sababu wewe ni mwanadamu. Yaani unazidi kujitengenezea mazingira ya kuwa karibu na Mungu zaidi. Kwa sababu yeye anasema mkaribie nami nitamkaribia yeye. Kwa hiyo unapokuwa unamkaribia Mungu, Mungu naye anazidi kukukaribia wewe. Kwa hiyo tuwe makini sana katika utumishi wetu Mungu ambao ametuitia. Tusiwe watu wa kurudi nyuma. Mstari wa 10 anasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Anasema nini? Mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Yaani tukitembea katika kweli ya Mungu tunakuwa rafiki wa nani? Hebu angalia upendo wa Mungu wetu. Ukitembea sawasawa na mapenzi ya Mungu, ukitembea katika sheria za Mungu, ukitembea katika kanuni za Mungu, wewe unakuwa rafiki wa Mungu. Ni nani katika tetu ambaye hapendi kuwa rafiki wa Mungu? Sisi wote jamani, tunapenda tuwe rafiki wa Mungu. Basi tutende sawa sana vile Mungu anavyotaka tutende. Tufanye sawa sana vile Mungu anavyotaka tufanye. Tutembee sawa sana vile anavyotaka tutembee. Na hatuwezi kufanya hayo yote kwa nguvu zetu si wenyewe, bali kama hatutampa Mungu nafasi. Mungu wetu tukishampa nafasi ndani ya mioyo yetu, hakika atakuwa rafiki yetu na sisi tutakuwa rafiki wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Siku kusoma kitabu kingine zaidi ya hii, Mathayo sura ya 15 ya Yohana 15. Anasema mstari wa 15, anasema siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini mimi nimewaita rafiki. Kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi, nami nikawaweka mwili mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Anasema si ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliowachagua. Jamani, katika chetu hakuna mtu yoyote ambaye muomba Mungu amuokoe. Yeye mwenyewe Mungu kwa mapenzi yake ndiye aliyetupenda sisi kwanza, na akatuchagua. Akanichagua mimi, akakuchagua wewe. Amewaacha watu wangapi kule nje, tena kwenye hekima ya dunia hii amewaacha, lakini akanichagua mimi na wewe. Kwa hiyo anasema sio sisi tuliochagua, bali ni Mungu mwenyewe ndiye aliyetuchagua sisi.
ili mpate kumzalia matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Kila mmoja wetu tumetangulia kusema kwa kila mmoja wetu aliyoko mahali hapa kuna huduma ambayo Mungu ameweka ndani mwako. Na hiyo huduma Mungu ndio anayoiangalia. Aone faida kutoka kwako kupitia hiyo huduma. Na nikatoa mfano mdogo wa kawaida tu. Kwa haijalishi Mungu ameweka huduma gani ndani mwako. Mwingine amepewa tu huduma ya kuangalia hema ya Bwana. Akija akikuta tu kuna tofauti na vile ambavyo anataka iwe, anasikia kabisa kuuma ndani ya moyo wake, anasikia kabisa kuugua ndani mwake. Mwingine anatamani hata kulia. Kuna dada mmoja ambaye miaka hiyo alikuwa hapa kanisani, mimi nilimkuta wakati naokoka. Yeye alikuwa huduma ya Mungu aliyoweka ndani mwake kutunza maua tu yanayozunguka kanisa au hema ya Mungu. Ule akuta ua lake mtoto analichezea, unakuta kabisa ndani mwake anafanyaje? Anaumia. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa ameweka hiyo huduma ndani mwake. Kwa sababu watu hata ndani ya kanisa leo hii akiona tu hema ya Bwana imekaa ovyo, anasikitika, anasema Mungu nisaidie. Mwingine akikuta tu ana kishimo kidogo, labda sakafu imeleta shida, anaumia. Anatamani kwenda kununua hata mfuko mzima wa simenti hadi azile shimo yaliyo ndani ya kanisa lake na Mungu. Ili watu wa Mungu wanapoingia basi wakukuze Mungu. Hapo anamzalia Mungu nini? Matunda. Mwingine akitabaki na kao ovyo anaumia. Anasema Mungu nisaidie. Ningekuwa na uwezo wa kufanya hii kazi, ningefanya. Kwa sababu hiyo ni huduma ambayo Mungu ameweka ndani mwako. Kwa hiyo wewe simama kwa uaminifu. Haijalishi Mungu ameweka huduma gani ndani mwako. Wewe simama katika hiyo huduma kwa uaminifu. Utamwona Mungu. Hii wapo watu ambao wako ndani ya kanisa. Mungu ameweka huduma mwao, lakini bado wanasikalia. Yaani hawaoni mzigo. Mungu sana. Kwa wale ambao wamechelewa tunajifunza kumzalia Mungu matunda. Tunasoma kitabu kimoja tu, Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 15. Na mstari wa kwanza na kuendelea. Sasa naona muda wangu ushaisha. Lakini yote kwa yote neno la Mungu hajaishi. Umesikia kwa dakika ngapi? Lakini inadhani vile kusudi la Mungu ambalo amelikusudia amelithibitisha. Basi hapo juu inawezekana Mungu aleta ujumbe, akasema na mtu mmoja ili tuamtoe kwenye hatua moja kuingiza kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo tulikuwa tunajifunza habari ya kumzalia Mungu matunda. Bwana Yesu anasema mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Nikatangulia kusema kuwa Mungu wetu yeye ndio mkulima na sisi shamba la Mungu. Nikatoa mfano kwa kuangalia tu sisi asilimia kubwa tulioko hapa tunakulia vijijini, kila mmoja wetu amelima. Jinsi unavyoandaa shamba mpaka unakuja kupanda mpaka unakuja kuvuna, kuna hatua ambayo unaichukua, na unapoona matokeo siku ya mavuno ni tofauti na vile ulivyotarajia, lazima moyo wako ufanyie, unauma, kwa sababu ulivyotarajia si ulivyopata.
Sasa huyu Mungu wetu ni zaidi yetu sisi wanadamu. Kama umeweka huduma ndani mwetu au ameweka huduma ndani mwako, hebu uitendee kazi sawa sana vile jinsi atakavyokuwezesha, kwa sababu yeye anasema sio ninyi mlionichagua mimi, bali mimi niliyowachagua ninyi. Na akatuweka ili tuseme matunda tena yapate kukaa. Yaani haya matunda tunayomzalia Mungu yakaa, yampe Mungu faida, yakupe wewe faida na Mungu pia yampe faida. Na ndio tukatoa mfano wa waimbaji au mwimbaji alisimama vizuri katika nafasi yake. Mungu anambariki kupitia hiyo huduma. Wapo watu leo hii tunawaona hata hapa kwenye nchi yetu ambao wamemtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, na Mungu amewainua, amewabariki. Leo hii maisha yao ni tofauti na vile walivyokuwa zamani, kwa sababu tu wametendea kazi ile huduma ambayo Mungu ameiweka ndani mwao. Kwa hiyo mimi na wewe ambaye tunasikia haya maneno ya siku ya leo, Mungu atusaidie tuweze kuyatendea kazi, kwa sababu yeye anasema yeye ni Mungu atufundishaye ili tupate faida. Mungu wetu anaposema na sisi anataka aone, basi tunachukua hatua. Ndio maana akasema kwenye Mathayo sura ya 7 mstari wa kuanzia wa 24, anasema kama mtu hatayasikia maneno yangu akayafanya sawa sawa vile anavyomwamuru kuyafanya, mtu amefananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Upepo ukavuma ukaipiga nyumba ile, nyumba isitikisike. Mafuriko yakaja yakaipiga nyumba ile, ile nyumba wala haina wasiwasi, kwa sababu imejengwa juu ya mwamba. Sisi watoto wa Mungu, mwamba wetu sisi nani? Yesu. Ukiwa ndani ya Yesu, hakika utatembea kifua mbele. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye atakuja kukutikisa. Labda uwe imani yako ni haba, au labda uwe umesimama nje na kanuni za Mungu, lakini kama unatembea sawa sana mapenzi ya Mungu, wewe kila wiki hapo na kila ukikaa utamfurahia Mungu wako uliyekuwa naye, kwa sababu yeye ni mkuu kupita wakuu wote wa dunia hii. Mungu atubariki. Acha nishie hapa. Kabla ukisoma ile Mathayo 25 utakuta kisa cha wale watu ambao walikuwa wamepewa talanta. Nimezungumza tu juu, lakini yote kwa yote kitabu ambacho Mungu alipa nikisema siku ya leo hiyo Yohana 15 mstari wa kwanza kuendelea. Nenda kaisome kwa wakati wako hiyo sura nzima na uitafakari. Mungu atakufundisha zaidi ya hivi ambavyo ameniwezesha kusema. Mungu awabariki. Kuna mtu ana swali?